Online TV. Kwa kweli mimi ni wapongeze wanawake wote wa Tanzania kwa namna ambavyo mnawaona kabisa wanajitokeza kuja kujiandikisha. Hii inamaanisha kwamba uhamasishaji mkubwa umefanyika. Tuendelee kuipongeza INEC kwa maana ya kwamba katika zoezi zima la uhamasishaji kwa kweli inaonekana wamefanya kazi kubwa, kwa sababu ingekuwa hawajafanya kazi tusingeona umati huu. Katika mikoa mbalimbali ambayo mazoezi yameendelea, naweza kusema Dar es Salaam imetia fora. Watu ni wengi mno, mpaka sasa hivi tunaona vituo vimejaa kama ambavyo mnawaona. Lakini kwa upekee wa mwaka huu naona vijana wengi, vijana wa kike na wa kiume wamejitokeza sana. Hii inaonyesha hamasa kubwa walionao wa kutumia haki yao hii ya kikatiba ya kuweza kuja kuwa wapiga kura. Kwa hiyo tuendelee tu kuhamasisha katika huu muda uliobaki ambao bado wana changamoto zozote waweze kuja kwenye vituo. Lakini kubwa ambalo pia naweza tunaiomba INEC, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kuiangalia Dar es Salaam kipekee, kwa maana tunaona kabisa watu wamejitokeza kwa wingi mno. Mpaka muda ule wa kufunga vituo bado kunakuwa na watu wengi. Kwa hiyo waiangalie Dar es Salaam kipekee na waweze kuongeza siku ili wananchi wengi waweze kupata hii haki yao ya kikatiba. Kama tunavyojua majukumu makubwa ya mkoa wa Dar es Salaam, wananchi wengi wamekuwa wakijitafutia riziki katika hizi siku za weekend, ndio hasa wanakimbilia kuja kwenye vituo. Kwa hiyo waiangalie kiupekee, waweze kutoa nafasi nyingine angalau ya kuongeza siku, badala ya kufunga zoezi hili kesho waweze kuongeza siku ili wananchi wengi zaidi waweze kuja kupata haki yao hii ya kikatiba. Tunaamini hilo kwa utashi wao, ikiwapendeza wanaweza wakafanya hilo, kwa sababu tumeona hamasa kubwa sana ambayo imejitokeza kwa Dar es Salaam, na tunaona jinsi ambavyo na wao walikuwa na maamuzi sahihi ya kufanya Dar es Salaam kuwa mkoa wa kipekee. Tuliona mikoa mingine ilikuwa inawekwa mikoa mitatu, minne katika zoezi hili, lakini Dar es Salaam kwa upekee wake imeweza kuwekwa katika tarehe za kipekee yake. Kwa hiyo namna ambavyo walivyoipanga kwa pekee yake, basi waipe tena kipaumbele kwa ambacho kimetokea, ili kuwafikia wananchi wengi zaidi ambao wataweza kuja kuboresha taarifa zao, na hata wale ambao wanajiandikisha kwa mara ya kwanza, kwa sababu tunaona mwitikio ni mkubwa sana. Jinsi ambavyo wananchi wengi wamejitokeza kuja kujiandikisha, na tunawaomba basi watunze hizi kadi zao mpaka siku ya Oktoba, baada ya kuwa sasa wamesikiliza sera za vyama mbalimbali, ili waweze kuja kufanya maamuzi sahihi ya kuwachagua viongozi wao kwa mustakabali wa taifa lao. Lakini kikubwa ambacho napenda kuwaasa sisi kama wanawake, uchaguzi huu ni uchaguzi wa kihistoria. Namna ambavyo unakwenda kuwa uchaguzi wa kihistoria, tuase wananchi wote wa Tanzania tuepuke vurugu, tuepuke kufanya siasa za mihemko, kwa sababu uchaguzi ni maendeleo yetu. Uchaguzi ndio kitu ambacho tunakwenda kuchagua viongozi ambao watakuja kututetea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tuitumie haki hii kikamilifu kabisa. Na Rose Joseph Muhoja, mimi ni kiongozi wa wanawake taifa katika chama changu. Napenda kuwahamasisha wananchi kwa ujumla pamoja na wanawake wote. Tume Huru ya Uchaguzi imetoa siku 7 na leo ni siku ya 6, kesho ni siku ya mwisho. Basi tukajitokeze kwa wingi tuweze kupata haki zetu za msingi za kupiga kura na kuchagua viongozi ambao tunaowahitaji. Lakini kwa upande wa wanawake wote tuna jambo letu mwaka huu, nafikiri wote wanafahamu wanawake. Basi tusije tukalikosa hili jambo letu, tujitokeze kwa wingi, tuhakikishe tuna kadi za kupigia kura, tukapige kura ili tuweze kukamilisha jambo letu wanawake. Wanawake wote wa Tanzania wanajua kwamba sisi mwaka huu tuna jambo letu. Tukamchague kiongozi ambaye tutakayeendana naye, na pia ambaye atakayeweza kuwa pamoja na sisi wanawake katika majukumu mbalimbali. Neno langu na wahasa waende wakajiandikishe, kwa sababu watakosa haki za msingi. Watakosa haki ya kikatiba, kwa sababu huwezi ukachagua kiongozi yoyote ambaye unaimuona anakufaa bila kuwa na kitambulisho cha kupiga kura. Naitwa Zawadi Mohamed Nayopa, ni katibu wa Jukwaa la Wanawake Taifa. Nimekuja kumsupport mwanamke mwenzetu kama tulivyokuwa ada zetu wanawake.
tumejipanga baadhi ya vyama kusapotiana katika kila sehemu, kuhamasisha wanawake au Watanzania wote, ikiwemo vijana, wanawake, watoto wenye mabinti wenye miaka 18 na kuendelea, wavulana, wajitokeze kuandikisha katika daftari la kadi ya mpiga kura, kwa sababu hii ni haki ya Watanzania wote kimsingi na kikatiba. Kwa sababu usipofanya hivi, hizi tunavolalamika sisi wamama, wanaume au watoto wetu wale kwa majumbani, hatutopata haki za kimsingi. Hii ni kama kichinjio au ni kama hitimisho la mwisho au wanasema ni kama mwisho wa nyodo. Kwa sababu tunapojitahidi kuhamasisha, wengi wanatukatalia. Lakini sisi kama viongozi jukumu letu, na ndio maana tukaamua kutoka kutembea sehemu mbalimbali kuhamasisha Watanzania wote, ikiwemo na watoto wetu ambao waliokata tamaa wale kwa majumbani. Maana vijana wetu wengi wamekata tamaa. Wanasema kwa sababu hawana ajira, wana changamoto nyingi za kimaisha, hawataki kusikia jambo hili. Lakini kama viongozi tumeamka na tumesimama kama wamama kuja kusapoti, waende wakajiandikishe kupiga kura. Hii ni haki yao ya kimsingi. Wasipofanya hivi vyote vinavyolalamika au tunavolia navyo Watanzania havitokuwa na maana. Ni maana yako ile kadi yako utakayokwenda kupiga kura. Boniface Ngonyani, makamu mwenyekiti Chama cha Makini Bara. Niko hapa kuwasihi Watanzania wote, fursa hii iliyopatikana ni fursa adimu ambayo inapatikana mara moja kwa kipindi cha miaka 5. Tujitokeze, wamama, wababa, vijana kwa mabinti, tukajiandikishe. Ambao walikuwa hawajaandikisha wajitokeze wakaandikishe. Pia na wale ambao huko nyuma daftari liliwakuta wana umri mdogo, kwa sasa wajitokeze wakaandikishe. Hii ni fursa, ni haki ya kila Mtanzania ambaye ametimiza umri wa miaka 18. Kwa hivyo hata kwa yule ambaye alizaliwa 2007 mwezi wa 10 bado ana hiyo haki, ana hiyo fursa. Kwa ni wasihi wa Tanzania wote kwa ujumla wetu, hususan wamama tunaokaa na wasaidizi pale majumbani, wale wadada wa kazi, tuwashawishi na tuwaelekeze na wao wakatimize haki yao ya kikatiba. Lakini pia ni wasihi wa Tanzania wenzangu, wanasema akili za kuambiwa changanya na za kwako. Usikae ukafuata eti fulani amesema tushiriki uchaguzi hatutofanya. Hii sio sawa sawa. Hatima ya Tanzania iko mikononi mwangu mimi pamoja na wewe. Kwa hiyo tujitokeze, tujiandikishe, na wakati utakapofika tukachague viongozi ambao tutaona watatufaa kuendesha taifa letu. Na Ezekiel Brighton, mimi ni mkazi wa hapa Kitunda. Mimi nawashauri vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi, kwa sababu hivi vitu ni faida kwetu. Unapokuwa na kitambulisho kama hiki kinakusaidia kupiga kura kumchagua kiongozi unayemhitaji. Joseph Mwangamilo ni mkazi wa Kitunda Nyangasa. Nimeshajiandikisha na nina kadi ya mpiga kura. Wangu kwa vijana wenzangu ambao hawajajiandikisha, nitumie fursa hii kuwahimiza, kuwapa changamoto ya kwenda kujiandikisha, kwa sababu kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania na lazima kila Mtanzania apige kura ili kumchagua kiongozi ambaye yeye anaona atastahili kuendesha nchi. Kwa hiyo ninawahimiza vijana wote, wazee, watu wazima pamoja na sisi bodaboda, tujiandikishe, tupige kura ili tuweze kuchagua kiongozi ambaye tunaona yeye anastahili kuongoza nchi. Huo ndo wito ambao nahamasisha mimi vijana wenzangu. KM Online TV.